Mambo vipi mtazamaji wa Dribble Sports? Tisha sana. Bila shaka upo salama kabisa. Mimi naitwa Christopher Beda na nyuma ya kamera ni Brian. Hapa nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Lengo kubwa zaidi ni kuzungumza habari za kimichezo. Mzee wa data, mimi na imani uko salama kabisa. Hakika namshukuru Mwenyezi Mungu Chris, mimi niko vizuri na mimi nao uko vizuri. Niko salama kabisa. Sasa mzee wa data, mimi jambo langu ni moja tu. Nataka tumtazame mnyama Simba. Nafahamu timu zote lengo kubwa ni kufunga. Sasa natamani kufahamu uimara wa timu ya Simba kuanzia mstari wa kati kwenda mbele. Upo sehemu gani, lakini pia unaweza ukawasaidia hasa katika mashindano ya ligi ya mabingwa hatua ya makundi barani Afrika. Je, unalipi mzee wa data? Lakini baada hapo natamani pia kugusia swala zima la changamoto. Hapa tuzungumzie chanya, yani ile faida. Kimsingi ukitaka kujua mambo mazuri ya Simba kutokea katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwenye eneo la pili la mpinzani wakati wanashambulia, kwa swali lako, basi unaweza ukaangalia muhtasari wake, kile wanachokifanya katika ligi kuu Tanzania bara mpaka kufikia sasa, lakini pia katika mechi zilizopita za hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuania kufuzu hatua ya makundi. Tunatambua vizuri mechi kwenye ligi ya mabingwa mpaka sasa Simba wamecheza 4 mpaka kufikia hatua ya makundi. Walicheza dhidi ya Gaborone United, walikwenda kule Botswana, walishinda kwa bao 1-0, alifunga Mpanzu. Unaona namna gani ambavyo katika mechi ile Simba hawakuwa kimiliki sana mpira. Gaborone United wakati ikifundishwa na Dimitar Pantev ilimiliki zaidi mpira, lakini Simba katika nafasi walizokuwa wakizitengeneza wakatumia, wakashinda kwa bao 1. Lakini mechi ya marudiano iliisha kwa sare ya 1-1, mechi ambayo Gaborone United walikuja mazimo, tafikiri ndio mechi ya mwisho katika maisha yao. Mechi kaisha 1-1, eneo la ushambuliaji kwa mara nyingine tena lilifanya vizuri mpaka kufunga bao ambalo lilitokana na mkojo penalty, alifunga Jasha huo. Lakini wakaja kucheza na Nsingizini Hotspur ya Eswatini. Kule Eswatini Simba walishinda 3-0. Walifunga vipi? Ni kwa sababu ya uimara wao katika kushambulia. Kwamba wanapocheza muda mwingi wa mchezo wanakuwa katika nusu ya pili ya uwanja kwa wapinzani kwa idadi kubwa. Lakini kuna wachezaji mmoja uwezo wa hali ya juu walioonyesha katika mechi hiyo ulichangia sana Simba kupata ushindi, ambapo hapa unakuta kuna kijana Morris Abraham, kama unakumbuka vizuri, wakati akitengeneza bao kwa mfano lile la 3 lilofungwa na Kibu Dennis Prosper, ni miongoni mwa uimara wa Simba kwenye eneo la kushambulia, kwa sababu wanapocheza mara nyingi huwa wanakuwa na wachezaji 5 kwenda juu katika nusu ya pili ya uwanja wakati wanashambulia. Lakini katika mechi ya marudiano walicheza kijanja sana, kikubwa sana, wakijua tayari wanaongoza kwa mabao 3-0. Mechi ilisha kwa suluhu kwa sababu Simba walikuwa wakihitaji ushindi wowote, sare yoyote ili wasonge mbele. Eswatini, ile timu ya Nsingizini Hotspur, walijituma sana chini ya mwalimu wao Mandla Davis Kogi, lakini mechi ilisha kwa suluhu, Simba wakasonga mbele. Lakini kwa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Simba ndio timu pekee ambayo ina matokeo ya 100% ya ushindi. Wamecheza mechi 3, washafunga mabao 8, wameruhusu bao 1. 8 walishinda 3-0 dhidi ya Fountain Gate, wakaja wakashinda 3-0 dhidi ya Namungo, wakaja wakashinda 2-1 dhidi ya JKT Tanzania. Sasa ukiangalia mechi zote hizi, uimara wao ni kwanza kwenye idadi yao wanapokwenda kushambulia, wanakwenda kwa wingi. Pili, kutokea kati ya mstari wa uwanja wanakosema Simba wanakuwa na kasi zaidi wanapokwenda kushambulia. 3, kuna wachezaji mmoja kwenye eneo la kushambulia, unaweza kusema imetengeneza bomu fulani hivi kwa kocha Dimitar Pantev katika kuwadhuru wapinzani, ambalo wote wanacheza vizuri, nimekwambia kwa idadi yao, hasa wanapokuwa wengi. Kwa mfumo wao wanaanza na 4-3-3, wakati mwingine 4-2-3-1, lakini wanaposhambulia uwezo ukaona huo mfumo kwa sababu wanakwenda wengi zaidi. Yaani utakuta mabeki wa pembeni, Shomari Kapombe yuko juu, Anthony Mligo beki wa pembeni yuko juu, viungo wao katika double pivot wakianza na viungo wawili, mmoja anakuwa juu, kwa mfano Alassane Maudo Kante, Kagoma utamkuta nyuma, au vyovyote vile utakavyokuta kwenye wakianza na viungo wawili, akianza mmoja bado wale wa mbele sasa, wale viungo 3 washambuliaji wanakuwa wote wako juu, wakiwa na washambuliaji wawili wanakuwa juu. Kwa ufupi unakuta una idadi ya wachezaji wengi eneo la mwisho. Lakini kwa upekee, kwa mfano kwa hivi karibuni kuna ambao ndo tunasema huu ni utatu ambao ukiwa vizuri katika siku husika Simba inakuwa kali zaidi, na huo utatu unaweza kusema jumlisha 1, ambao ni nani hapa? Nazungumzia Morris Abraham, kijana wa Kitanzania, umri miaka 22, amekuwa na kiwango bora sana. Guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto, kiasi ya kwamba kutokana na urefu wake wa futi 5 na inchi 6 inawapa
baadhi ya mashabiki wa Simba kumkumbuka Jose Luis Miquissone katika uchezaji wake. Mzuri kupokea mpira wa kwanza, chenga, kasi, dribbling, kupiga mashuti. Anapiga mashuti wakati mwingine analinganisha kama Kibu Denis Prosper. Lakini anapiga chenga kama Luis Miquissone. Anakimbia kama Mpanzu. Pasi zake wakati mwingine kama Clatous Chota Chama zinafika kwa usahihi. Unaona yeye ni kifurushi fulani hivi cha ubora tofauti tofauti kwa Morris Abraham, kijana wa Kitanzania huyu, mgongoni nambari 18. Lakini sio yeye peke yake. Mwingine ni Elie Mpanzu Kibisawala. Alionekana kuyumba kidogo hivi karibuni katika mechi zao Simba. Kwamba yule aliyemaliza msimu uliopita 2024-2025 aina uchezaji wake kashikashi muda wote, kasi, mashuti, chenga, lakini mwanzoni mwa msimu alionekana kama Mpanzu ameyumba fulani, lakini mechi dhidi ya JKT Tanzania alionyesha namna gani Mpanzu amerejea kwenye kiwango chake katika mechi hii. Na pengine kuwapo kwa Morris Abraham, kuwapo na changamoto kwa wachezaji wengine kina Joshua Budo Mutale kunafanya akumbuke kwamba yeye ni Mpanzu, arudi kwenye kile kiwango chake cha kumfanya baadhi ya mashabiki waonekana kwamba yeye ni X factor player. Mechi dhidi ya JKT Tanzania, wow, what a performance. Mpanzu katika ule utatu namweka na yeye. Yaani Morris Abraham kuna Mpanzu. Lakini kuna Jonathan Soa, ni mshambuliaji kinara. Naye cheza yake mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana. Sio namba 9, sio mshambuliaji wa kusimama eneo moja. Anakwenda kushoto kulia, anapiga cross, ana bulldoze mabeki, amekuwa na kiwango kizuri sana. Na uthibitisho ni katika mechi dhidi ya JKT Tanzania. Kipindi cha kwanza kiliisha kwa sare ya 1-1. Ni katika kipindi ambacho JKT Tanzania inaweza kusema chini ya mwalimu Ahmad Ali walicheza vizuri sana kuhakikisha Simba hawana madhara ya kutosha katika eneo la pili, ambapo kwenye eneo la kushambulia kulikuwa na Neo Maema, kulikuwa na Joshua Budo Mutale, kulikuwa na Kibu Denis Prosper, mshambuliaji kinara alikuwa Steven Dese Mukwala. Kipindi cha pili Dimitar Pantev na Matola wakafanya mabadiliko wachezaji wao kutokea katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani, kwa maana viungo ushambuliaji na mshambuliaji wote walibadilisha. Steven Dese Mukwala akatoka akaingia Jonathan Soa. Lakini Joshua Budo Mutale nafasi yake akitokea kama namba 10 fulani nyuma mshambuliaji kinara akaingia Jean Shaua. Upande mwingine alipokuwa Kibu akaingia Morris Abraham. Upande mwingine akaingia Elie Mpanzu Kibisawala. Matokeo yake ni nini? Mambo yakabadilika kabisa kipindi cha pili. Simba katika mechi hawa wote walikuwa wanapishana kwa namna ya kutisha, na upande wa Neo Maema ndipo akaingia Elie Mpanzu Kibisawala. Wakawasumbua sana walinzi wa JKT Tanzania, nazungumzia kina Anuari Kilemile. Walipata wakati mgumu katika kudhibiti mashambulizi ya Simba katika kipindi cha pili, hasa walipoingia au wanatoka kuwataja kuanzia dakika 61. Matokeo yake Simba wakawa wanafika mara nyingi zaidi. Shepu ya kiulinzi, umbile la kiulinzi la JKT Tanzania likawa likivurugwa, wakawa kipa wao anafikiwa. Matokeo yake Simba wakaongeza mabao mengine na ambalo ni bao la pili lile lilofungwa na Jonathan Soa, wakapata ushindi wa 2-1, lakini wakiwa wamefika mara nyingi zaidi. Morris Abraham kiwango cha juu sana, utoaji wake wa pasi, namna anavyokimbia, mwenendo wake. Elie Mpanzu Kibisawala, namna anavyopasua katikati ya msitu wa mabeki. Jonathan Soa kwenda kushoto kulia, ingawa ni nambari 9, inafanya utatu kama utaendeleza kiwango chake katika mechi alionyesha dhidi ya JKT Tanzania, maana yake wanakwenda kuwapa raha wa Tanzania. Ninaposema utatu, Morris Abraham, Elie Mpanzu Kibisawala na Jonathan Soa, kila walichokionyesha kipindi cha pili, wow, what a performance. Lakini +1 kwa maana Jasha Ahua, mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu ulioisha wa 2025, naye amekuwa na muunganiko mzuri sana na watatu nilowataja. Wote hawa, mwalimu Dimitar Pantev unaweza kuchukulia kwamba ni bomu lake la kulibwaga alafu asambaratishe safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa ligi ya mabingwa tunatambua Simba mechi ya kwanza wanacheza na Petro Atletico ya Angola. Ni mechi ambayo pengine inaweza, kama Simba wataka matokeo bora, ni pamoja na kuona hawa wakiwa kwenye kiwango cha ubora wakiendeleza kile kilichoonyesha dhidi ya JKT Tanzania na mechi nyingine. Lakini pia mechi dhidi ya Stade Malien, mechi watakazocheza dhidi ya Esperance de Tunis. Simba na maeneo mengi mazuri, na kwa sababu umeniuliza kutoka eneo la kati mwa mstari wa uwanja, basi naona kana kwamba hawa nilowataja ni kifurushi fulani cha bomu ambalo linaweza kuhakikishia Simba matokeo mazuri wanayohitaji. Lakini tusisahau Neo Maema amekuwa akifanya vizuri pia, Steven Dese Mukwala, Kibu Denis Prosper, lakini kwa upekee kwa kile kilichoonyesha mechi dhidi ya JKT Tanzania na shoishika kumtaja Morris Abraham, Elie Mpanzu Kibisawala, Jonathan Soa plus Jasha Ahua. Excellent. Inaweza kuwa silaha tosha ya Simba kuwapa furaha na Simba kuwapa furaha Tanzania katika kundi lao, ili mwisho wa siku atimize mpango wao kufuzu robo finali
na hatimaye kwenda nusu finali, ikibidi finali, ikibidi ubingwa, nani ajua. Tumezungumza kwenye upande wa chanya. Na je, hasi yake Simba lipi walibebe katika hili? Kubwa ni benchi la ufundi juu ya mpangilio wa kikosi, kwa sababu nimekutajia wachezaji, inategemea kocha anaamua aanzeje. Changamoto ni kwamba kwenye ligi ya mabingwa, kama una silaha zako, kama ni ushauri kwa benchi la ufundi, kwa meneja Dimitar Pantev, anza na gia kubwa. Ndio, usianze mdogo mdogo, anza na gia kubwa, ikibidi ukija kufanya mabadiliko wakati ushapata matokeo unahitaji. Kwa sababu kinyume chake wakati mwingine sio mara zote utakutana na timu kama JKT Tanzania kwamba inaonyesha kiwango bora sana katika ulinzi kipindi cha kwanza, alafu kipindi cha pili uje uifunike, uizidi maarifa, uifunge. Sio mara zote formula hiyo inaweza kukubali. Wakati mwingine ni vizuri kama una wachezaji walio kwenye kiwango bora katika siku husika, wanaoendana na mpango kazi wako, anzisha wote, pata matokeo, alafu baadaye uwe na kazi tu ya kumanage mchezo ili upate matokeo unayohitaji. Kwa sababu ligi ya mabingwa barani Afrika huku pira sambusa, soka biriani, soka nini, dubenga sijui haina nafasi sana, Dubai sijui haina nafasi sana, isipokuwa ni matokeo. Kwa malengo ya Simba bila shaka ni kupata ushindi katika kila mechi. Sasa kama kuna wachezaji ambao wako kwenye kiwango bora sana katika kutimiza 3+1, basi ni vizuri siku hiyo wakaanza katika mechi husika ili walete matokeo mapema badala ya kusubiri kuelekea mwishoni mwa mchezo. Naposema ule 3 ni wale nilowataja, lakini labda mwalimu anaweza katekenya kidogo kwamba akawa na Morris Abraham, kwamba akawa na Elie Mpanzu Kibisawala, alafu akaanza na Joshua Budo Mutale, au Joshua Budo Mutale akawepo, akawa na Mpanzu, akawa na Maema, akawa na Kibu Denis Prosper, au akawa na Steven Dese Mukwala. Lakini kimsingi ninachosisitiza ni kwamba benchi la ufundi wakihisi kwamba mchezaji XYZ ndo wana uwezo kuwapa matokeo katika mechi husika, anza nao ili baadaye uwe una manage mchezo upate matokeo unahitaji. Mzee wa data, mimi nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Mtazamaji, huyu alikuwa ni mzee wa data Ramadhani Mbwaduke akizungumza namna ambavyo nilimuuliza juu ya Simba, namna ambavyo wao wanaweza kucheza ligi ya mabingwa kutokana na ule uimara wao kutoka katikati ya mstari ya uwanja hadi kufika mbele. Hii ni Dribble Sports, tisha sana. Jina langu ni Christopher Beda. Uwe na wakati mwema. Bye bye.